So what does that tell you? If of anything, the way things are moving, I tried explaining this to so many people, some of them could not believe because of probably denial. Ujambo msikilizaji, karibu kwenye makala maalum. Wateja waliokuwa wakila chakula katika Cedars Lebanese Kilimani walipaki wakiwa na mshangao na hofu siku ya Jumamosi baada ya tukio lililodaiwa karibu kugharimu maisha ya mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Tukio hilo lilimhusu MCA wa Kileleshwa Robert Alai, na kwa mujibu wa mshahidi lilianza kwa mazungumzo ya maneno, lakini likageuka kuwa sakata la pastora. Katika kilichotokea ndani ya dakika chache kimeibua maswali mazito kuhusu matumizi ya silaha na mwanasiasa, siasa za mitandao ya kijamii na mstari mwembamba kati ya maneno mtandaoni na ghasia halisi. Leo tunachambua tukio hii kwa undani. Cedars Lebanese ni moja ya migahawa inayojulikana sana katika eneo la Kilimani. Ni sehemu inayotembelewa na wanasiasa, wanabiashara, maafisa wa serikali na wageni wa hadhi ya juu. Siku ya tukio, mashahidi wanasema Babu Owino alikuwa ameketi mezani akila chakula cha mchana na mwanaume mwingine. Kwa upande mwingine, Robert Alai aliwasili peke yake au akiwa na watu wachache. Alipomwona Owino ndani ya mgahawa huyo, mashahidi wanasema hakukaza mezani kwake, bali alielekea moja kwa moja kwenye meza ya Owino. Hapo ndipo sakata lilipoanza. Kwa mujibu wa mashahidi waliokuwa karibu, mazungumzo kati ya wawili hayakuwa ya kirafiki. Robert Alai anadaiwa alimshtumu Babu Owino kwa kuwa nyuma ya mashambulizi ya mitandaoni yaliyokuwa yakimlenga mke wa Alai. Shutuma hizo zilimhusu mwanaharakati maarufu wa mitandao ya kijamii Mafirin Aoko, ambaye kwa wiki kadhaa alikuwa ameandika machapisho makali ya binafsi dhidi ya familia ya Alai, hasa mke wake. Mashahidi wanasema Alai alidai kuwa Owino alikuwa ameajiri au kumtumia Mafirin Aoko kuharibu jina la mke wake mtandaoni. Kwa mujibu wa mashahidi hao, Babu Owino alikana vikali madai hayo. Alisema hamfahamu mke wa Alai binafsi, hana uhusiano naye na hana sababu yoyote ya kumshambulia familia ya mtu katika siasa. Lakini badala ya hali kutulia, mvutano ulizidi kuongezeka. Kadri sauti zilipopanda, wateja wengi walianza kuangalia kwa wasiwasi. Wahudumu waliganda, hewa ikabadilika. Ndipo kulingana na mashahidi kadhaa, Robert Alai alitoa pastora. Mashahidi wanasema alikoka akielekeza kwa Babu Owino na akajaribu kufyatua risasi mara kadhaa, lakini silaha hiyo haikufanya kazi. Ndani ya sekunde chache watu waliruka chini,
wengine walijificha nyuma ya meza, wengine walipiga kelele. Katika tukio lisilotarajiwa, mmoja wa waliokuwapo alikuwa afisa mwandamizi wa polisi. Afisa huyo alitambuliwa baadaye kama Mohamed Amin Shulei, afisa wa juu katika idara ya upelelezi wa jinai DCI. Mashahidi wanasema Shulei alichukua hatua haraka, akamkabili Halai, akamnyang'anya pastora na kudhibiti hali kabla damu haijamwagika. Tendo hilo, kwa mujibu wa waliokuwepo, liliokoa maisha. Baada ya hapo, Robert Halai aliondoka haraka ndani ya mgahawa huyo akiwa anaonekana kutisikiza. Babu Wino alibaki kwa muda mfupi naye akaondoka. Tukio hili limeibua maswali mazito. Je, pastora hiyo ilikuwa halali? Kwa nini ilikuwa ndani ya mgahawa uliojaa raia? Na je, ni mara ngapi wanasiasa huingia maeneo ya umma wakiwa na silaha? Lakini zaidi ya hayo, tukio hili liliamsha kumbukumbu za historia nyingine nzito.